tuende katika neno la Bwana siku ya leo. Najua kwamba tutabarikiwa tunapolitazama lile neno, na nashukuru Bwana kwa sababu ya kila mmoja wetu kuwa katika nyumba la Bwana, kuwa katika uwepo wa Bwana. I want to promise you ya kwamba your life can never be the same again. Amen. Hallelujah. Amen. As long as you're in the presence of God, your life can never be the same again. The book of Revelation, chapter number 19. Revelation, chapter number 19. Revelation is the last book of the Bible. Revelation 19. And I'll start from verse number 9. Revelation 19 from verse number 9. The Bible says, "And he said unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See you do it not. I am your fellow servant and of your brethren, who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he does judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his hand were many crowns. And he had a name written that no man knew but he himself." Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Maandiko ambayo tumesoma, ndugu yetu Yohana anatueleza mambo ambayo alifunuliwa na Yesu Kristo, alifunuliwa na Mungu. Kumbuka Yohana amepitia mambo, sasa amepelekwa in the island of Patmos. Amekuwa katika huduma, amekuwa katika kuhubiri, lakini Yesu alikuwa amemwelezea ile aina ya kifo ambacho atakufa. Na sasa amepelekwa katika kisiwa cha Patmos. Lakini akiwa pale, Mungu anakuja, Yesu Kristo anakuja pale kumfunulia mambo ambayo itakuja kutokea. Anaanza kumwelezea mambo ya nyakati za mwisho na jinsi ambavyo kanisa linafaa kuwa limesimama katika nyakati za mwisho. Na anamweleza mambo mengi, na pia akamwonyesha mambo jinsi yalivyo pale mbinguni. Praise the name of the Lord. Sasa anamfunulia sio tu yale mambo yako hapa duniani, pia anamfunulia mambo ambayo yako juu mbinguni, na ni kipi ambacho kinaendelea pale. Sasa mahali tumesoma, ameanza kuonyeshwa mambo katika ulimwengu wa kiroho. Amefunguliwa macho yake ya mwili na ya kiroho, na kuna mambo anaanza kuona. Praise the name of the Lord. Na akasikia sauti, na hii sauti inaongea kuhusiana na wale ambao bado wanamtumainia Yesu Kristo. Na anaanza pale mstari wa 9, na akamwambia kwamba na hii jambo enda ukaliandike, na limeandikwa siku ya leo. Praise the name of the Lord. Amemwambia andika hili. Andika hili. Ataandika nini? Andika ya kwamba amebarikiwa yule ambaye amealikwa katika harusi yake mwana kondoo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Blessed is that person ambaye tayari amepata mwaliko wa kuhudhuria na kuhusika katika ibada ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Sasa haya mambo ambayo anaongea kuhusu wale ambao tayari
wamepata mwaliko ni wale ambao wamekubali kuja kwa Yesu, wale ambao wamekubali ya kwamba wakaweze kutakazwa, wakaweze kuandaliwa, wakaweze kutayarishwa kupitia kwa kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Wale ndio ambao wamealikwa katika harusi ya mwana kondoo wa Mungu, na anasema wale uandikie na uambie ya kwamba wamebarikiwa. Praise the name of the Lord. Na wapendwa, siku ya leo tunapoangalia hili neno, ni vizuri kujua ya kwamba kila mmoja ambaye tumemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, tayari tumepatiwa mwaliko wa kuingia katika harusi yake mwana kondoo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Ya kwamba tayari tumepata kadi za mwaliko, na hakuna ambaye anaweza batilisha lile. Kama ni Yesu ameliweka, hilo bado limesimama, na yeye hajabadilika, na yeye tayari ametualika katika ile harusi. Sasa ndugu yetu Yohana anasema, basi waandikie na waambie wamebarikiwa wale ambao wamealikwa katika ile harusi. Praise the name of the Lord. Na kama umemkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, kama umekuja kwa Yesu, kama umekiri na umemwamini Yesu, tayari umepata mwaliko wa kuwa katika harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Na kama umepata ule mwaliko, siku ya leo niko na habari njema kwako ya kwamba tayari wewe ni mbarikiwa. Praise the name of the Lord. Anasema andika na uwaeleze ya kwamba wamebarikiwa wale ambao wamepata mwaliko wa kuwa katika harusi ya Bwana Yesu Kristo. Na anaendelea hapo chini kusema kwamba na haya maneno, hili ni neno lake Mungu, na hili neno ni la ukweli. Praise the name of the Lord. Wakati ni malaika anaongea na Yohana na anamweleza hili ni neno la Mungu, na ni neno ambalo ni la kweli, ya kwamba yule ambaye amepata mwaliko wa kuwa katika harusi yake mwana kondoo wa Mungu, yule amebarikiwa. Na ndio na maana nasema kwamba haiwezi badilishwa, kwa sababu ni Mungu amelisema. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati mwingine hapa tukasema kwamba Mungu wetu ni mfalme, na kile ambacho huwa ananena hakuna mtu ambaye anakibadilisha, kinakuwa ni sheria. Na sasa tayari amesema hii iandikwe kwa sababu ni sheria. Na sheria ni gani? Ya kwamba yule amepokea mwaliko wa kuwa katika harusi ya mwana kondoo amebarikiwa. Praise the name of the Lord. Na hilo limeandikwa na haliwezi kafutika. Bali anasema kwamba Yohana alipotazama haya mambo, akainama, akaanguka miguuni kwa malaika ili aweze kumwabudu, kwa sababu amemfunulia mambo ambayo yamepita ufahamu wote. Amemfunulia mambo ambayo ni makubwa, amemsaidia kuona mambo ambayo yako ndani sana. Naye Yohana akainama pale kumwabudu. Malaika akamwambia, tafadhali usiniabudu, hata mimi ni mtumishi kama wewe, na ni mmoja wa wapendwa pamoja na wewe. Mwabudu Mungu peke yake, mwabudu huyu Mungu peke yake, na mwabudu Yesu. Na kile ambacho ninanena ni ushuhuda wa Yesu Kristo, na ushuhuda wa Yesu Kristo ni roho ya unabii. Praise the name of the Lord. Biblia inasema sasa pale chini mstari wa 11 anasema, nami nikaona mbingu imefunguka, na pia nikaona farasi mweupe, na kulikuwa na yule ambaye alikuwa amekaa juu ya yule farasi, na alikuwa na jina, na alikuwa anaitwa Mwaminifu na wa kweli. Praise the name of the Lord. Then I saw the heaven opened, and behold a white horse, and he who sat upon him was called Faithful and True. Praise the name of the Lord. Hallelujah. And I come to say to us today concerning our Savior and our Lord Jesus Christ. He has a beautiful name, and his name is Faithful and True. Praise the name of the Lord. His name is Faithful and True. Hapa baba yametangulia hapo
hapo mbele yanatuelekeza katika huu mstari wa kutueleza who is this Jesus Christ. Who is this Jesus we are talking about? Who is this Jesus we are preaching about? Who is this Jesus that we are believing? And the Bible says his name is faithful and true. Yeye anaitwa mwaminifu na yule ambaye ni wa kweli. Praise the name of the Lord. So Yohana anatueleza ya kwamba huyu ambaye atakuwa juu ya huu farasi mweupe, yeye ndiye mfalme wa wafalme. Farasi mweupe ni farasi ambaye anabeba wafalme, watu wa hadhi ya juu. Kwa hivyo wakati anasema mbingu ikafunguka nikaona farasi mweupe, ina maana kwamba yule farasi sasa amebeba mfalme ambaye sio tu mfalme bali ni mfalme wa wafalme. Praise the name of the Lord. Lakini sasa huyu haitwi tu mfalme wa wafalme, yeye anaitwa mwaminifu na wa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. I came to say to us today, our Lord Jesus Christ, he is both faithful and true. He is both faithful and true. Faithful inamaanisha ya kwamba yeye huwa haondoki katika lile jambo ambalo amelisimamia. This is the kind of a person who remains in the same position. Anakaa mahali ambapo alikuwa, mahali ambapo ni mahali pake, huwa haondoki pale. Wakati kuko kubaya bado anakaa pale, kwa sababu jina lake anaitwa faithful. Praise the name of the Lord. Maana yake ni kwamba hawezi badilisha kile ambacho alinena, kwa sababu mambo imeanza kugeuka na imeanza kuwa na changamoto. Yeye hawezi kubadilisha. Akisema hapo juu ya kwamba wale ambao wamealikwa katika harusi wamebarikiwa, hata kukiwa na changamoto, yeye hajabadilisha lile, bado wanabaki kuwa wamebarikiwa. Praise the name of the Lord. Akisema wale wamealikwa katika ile karamu wamebarikiwa, hakuna yeyote anaweza kuleta vita na Yesu abadilishe, aseme kwa sababu vita zimekuwa mingi, sasa yule ambaye amealikwa wacha niseme hajabarikiwa. Yeye anaitwa mwaminifu. Akisema huyu mtu amebarikiwa, hilo linaendelea kusimama. Praise the name of the Lord. Yule ambaye ni mwaminifu, akisema kwamba yeye ni mwaminifu, inamaanisha kwamba anaweza kutegemewa. Kile ambacho amesema kinaweza kutegemewa. Huyu Yesu ambaye ametuokoa, wapendwa, tunaweza kutegemea neno lake. Tunaweza kutegemea ahadi zake, kwa sababu ahadi zake ni za yule ambaye ni mwaminifu, na ahadi zake hazibadiliki. Praise the name of the Lord. Akisema ya kwamba tukimwamini hakuna jambo ambalo linalomshinda, yeye hajabadilisha. Mambo inaweza kuwa ni magumu, mambo inaweza kuja ikiwa mazito, kunaweza tokea dhoruba, kunaweza tokea mioto, kunaweza tokea hali ngumu, lakini hiyo haitambadilisha. Bado atazidi kusema yeye hakuna jambo linalomshinda, kwa sababu jina lake anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. He is called faithful. Maana yake ni kwamba atasimama na kile alichokisema, hata kuwe namna gani. Jina la Bwana libarikiwe. Anaweza kutegemewa, anaweza kugonjewa. Akisema ni mwaminifu, ina maana ya kwamba akisema nitakuja, haijalishi itachukua muda gani, lakini jambo la hakika ni kwamba atakuja. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna ndugu mmoja rafiki yangu tukiwa shule, na alikuwa na jambo moja ya kwamba kukubaliana ile masaa mtapatana, hiyo masaa hamtapatana, lakini kile ambacho atahakikisha hata kama itachukua masaa mengine manne bado atakuja. Na tulikuwa tunajua huyu ndugu kwa kukuja ni mwaminifu, lakini kile ambacho sio mwaminifu ni kwa masaa. Praise the name of the Lord.
Nakumbuka siku moja tulikuwa tunaenda mission pahali, na tulikuwa tukutane saa 4. Na saa 4 tulikuwa pale tumengoja huyu ndugu. Hakufika saa 4. Saa 5 hakufika. Saa 7 hakufika. Saa 9 hakufika. Saa 11 ndio alikuwa anafika. Praise the name of the Lord. Yeye kwa kukuja ni mwaminifu. Na kwa hivyo ilikuwa inafika pale tunajua yeye akisema atakuja, kila tutafanya ni kwamba tutamngoja, kwa sababu tunajua huyu ndugu akisema atakuja, mjue atakuja. Praise the name of the Lord. Na hii inaongea kuhusu mambo ya mwaminifu. Akisema atakuja, wewe endelea kumngoja. Praise the name of the Lord. Na tofauti sasa ya huyu ndugu na Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba huyu ndugu tunaweza kubaliana masaa, lakini Yesu hakubaliani masaa. Praise the name of the Lord. Yeye ndiye ambaye ana control masaa. Na kwa hivyo hata kwambia nitakuja kesho saa 6. Hata kwambia kwamba nitakuja kesho saa 2 ya asubuhi. Yeye atakwambia nitakuja. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wewe kazi yako ni kugoja. Ifike saa 2 hajakuja, wewe endelea kugoja. Ifike saa 7 hajakuja, endelea kugoja. Ifike saa 11 hajakuja, endelea kugoja. Jina lake anaitwa mwaminifu. Yeye bado atakuja. Yeye ndiye ambaye tayari ashapanga ile wakati atakuja. Lako ni kumgoja na kumtegemea. Jina lake anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Si kama moyo wako unaweza kumgoja, unaweza kumtumainia, unaweza kuwa na ile hali ya kusema Bwana, sitasongeshwa na jambo lolote. Bado niko hapa, bado sitoki hapa, nitaendelea kukaa hapa. Kuwe namna gani? Kwa sababu ninajua jina lako wewe ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mwaminifu ni kumaanisha kwamba chochote ambacho you commit unto him, you know it is okay, it is safe, it is secure. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Mtu ambaye ni mwaminifu ya kwamba hata ukimpatia hela zako, unajua hata baada ya muda mrefu ukirudi utazikuta vile zilikuwa, haitakuwa imeondolewa hata peni moja. Huyo ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Tulikuwa pahali jana na kwa tunaambiwa habari ya mtu fulani ambaye alikuwa anapitia hali ya changamoto. Na alikuwa anapitia hali ya changamoto za kifedha, na pale alikuwa anafanya kazi, alikuwa kuna pesa ambazo anapatiwa za kufanya kazi, na yeye ndiye alikuwa kiongozi pale. Yeye ndiye ambaye alikuwa anasema vile pesa itatumika mahala pale. Sasa ushuhuda ambao tulikuwa tunapewa ni kwamba hata kama huyu mpendwa alikuwa anapitia kwa changamoto nzito sana, hakuguza zile peni za ile kazi alikuwa anafanya. Anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. Sasa naye Bwana wetu Yesu Kristo hivi ndivyo alivyo. Chochote ambacho utakiweka mikononi mwake, hata kuwe namna gani, kiko salama, kiko imara, kiko dhabiti, kitabaki pale pale. Hauna haja ya kuogopa ya kwamba whatever I commit to him, it is going to be lost. Praise the name of the Lord. You can never invest something in Jesus and to get lost. His name is faithful. Whatever you invest in him, be sure you are going to get it. Whatever you sow in his kingdom, I came to tell you, you are going to reap. Because his name is faithful. Amen. Praise the name of the Lord. Hawezi kapanda kwa Yesu ukose kuvuna. Hawezi wekeza kwa Yesu ukose kupata faida, kwa sababu jina lake anaitwa mwaminifu. Hawezi kamuibia huyu Yesu na ubaki vile ulivyo. Hawezi kamsifu huyu Yesu na ubaki vile ulivyo. Jina lake anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. He himself is faithful. Maana faithful ni kumaanisha kwamba
hawezi kukuahidi whatever he knows he cannot do. And he can never call you to do something that he will never enable you to do it. Praise the name of the Lord. Amen. Hawezi kukupatia kazi, hawezi kukupatia majukumu ambayo hatakupatia uweza wa kuyatekeleza. Mungu akikuita katika huduma, akikuita katika kazi fulani, akikuita katika jambo fulani, kwa sababu yeye ni mwaminifu, hatakupatia kazi ambayo atakosa kukupatia neema itakayokutosha wewe kufanya ile kazi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. If God calls you to preach, he will give you the grace that you require for you to preach, because his name is faithful. He will never send you somewhere where he will not give you the ability to do the work. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hata kuwekea mtihani ambao anajua ya kwamba utakuja kuanguka. Praise the name of the Lord. I remember one time tulikuwa college, na kuna jambo lilikuwa limetendeka. Sasa mwalimu wetu wa subject moja akakasirika, na sasa anataka kutuonyesha kwamba sisi hakuna kitu tunajua, na tuko pale tumesoma na tunasema kwamba tunajua sana. Sasa yeye alienda akaset mtihani purposely ili tuanguke. Sasa anaenda anatafuta maswali ambayo anajua hawa watu hakuna kitu wataweza kupata. Akuja alituandikia swali moja, na akatuambia nimewapatia masaa mawili. Mwanze kuandika and give me explanation. Kila mmoja tunaangaliana, tunashindwa utaandika nini? Praise the name of the Lord. Kama wenzangu, baada ya dakika 10 kila mmoja amefunga vitabu zake, sasa ni kuangalia, because you can do nothing. Ametuwekea mtihani wa mambo ambayo hatuyajui, hatuna ufahamu. But our God is faithful. Praise the name of the Lord. Hata ruhusu uingie kwa mtihani ambao hauna uwezo wa kuupita. Na kwa hivyo kila wakati unapoingia kwa mitihani, elewa ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Tayari anajua wewe uko na uwezo wa kupita ule mtihani, kwa sababu jina lake anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata kuigiza kwa jambo ambalo anajua kwamba hautaliweza, na jambo ambalo hata kupatia neema ya kulitenda, he will always ensure whatever you are doing, he is giving you the grace to do it. Praise the name of the Lord. Mwaminifu inamaanisha kwamba yeye ni msingi ambao ni thabiti, ni msingi ambao unaweza kutegemea, ni msingi ambao uko imara, ya kwamba hata kuwe namna gani ile nyumba itaendelea kusimama. Is called faithful. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jambo la pili hapo chini anasema ya kwamba he is not only called faithful, but he is called true. Yeye anaitwa ukweli. Maana yake ni kwamba kile chochote anachosema ni ukweli mtupu. Katika kinywa chake hakiwezi toka maneno ambayo ni ya uongo, hakuwezi toka maneno ambayo ni ya ulaghai. Yeye hawezi kadanganya. Kile ambacho anasema hicho kitasimama. Yeye anaitwa ukweli. Praise the name of the Lord. I came to tell you, my friend, Jesus Christ our Lord, he is not only faithful, but his name is true. Inside of him ni ukweli mtupu umejaa. Ndani yake kile ambacho kinatoka kinaitwa ukweli. Kile ambacho kinabubujika kutoka ndani yake kinaitwa ukweli. Na kwa hivyo anaponena, kile huwa ananena ni ukweli. And that is why hapa juu maandiko yanasema kwamba pale mstari wa 9 anasema kwamba he said to me, these are the true sayings of God. Ni maneno ya ukweli ya Mungu, kwa sababu huyu Mungu huongea ukweli. Hallelujah.
Kile ambacho huwa anaongea, haongei maneno ingine, yeye anaongea ukweli. And that is why Jesus was saying that I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by me. Kwa nini alikuwa anasema hivyo? Kwa sababu yeye anajijua ya kwamba anaitwa mwaminifu na anaitwa ukweli. Ndani yake ni ukweli mtupu. Praise the name of the Lord. Niliposha mwandishi wa kitabu cha Hibrania anasema kwamba kuna mambo ambayo haiwezekani na Mungu wetu, na jambo moja ambalo haiwezekani na Mungu wetu ni kwamba Mungu hawezi kadanganya. Huyu Yesu Kristo, yeye hawezi kaongea uongo, kwa sababu ndani yake kumejaa ukweli na jina lake anaitwa ukweli. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Maana yake ni kwamba ahadi zake hata zile zinaonekana ni kwamba ni zito sana, zile ahadi ni za kweli. Zingine ukiziangalia hivyo unajiuliza, kweli inaweza tendeka? And I came to tell you, aliyesema jina lake anaitwa ukweli, na kwa hivyo kile kinatoka ndani yake ni ukweli mtupu. Unapojiangalia nasema kwamba umebarikiwa, lakini ukijiangalia unashindwa, ni wapi nimebarikiwa? Hizi baraka ziko wapi? Nikijiangalia kushoto, kulia, mbele na nyuma, sioni zile baraka. Nikiangalia pande zote, kila ninaona ni shida na changamoto. Unaanza kujiuliza, hizi baraka anasema, is it really true? And I came to tell you today, his name is true. Na kwa hivyo kile amesema ni ukweli mtupu. Praise the name of the Lord. That is why maandiko yanasema kwamba let the weak say I am strong. Why? Because the one that has said that he is true, let the sick say I am healed. Why? Because the one who says that he is true and he can never lie. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. That is why he says that. Let them say, let the redeemed of the Lord say so. Let them say they are redeemed. Let them say they are victorious. Hata wakiwa katika vita, bado wanaendelea kusema sisi ni washindi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua aliyewaita jina lake anaitwa ukweli na anaitwa mwaminifu. Praise the name of the Lord. Na leo mpendwa, ya kwamba hajabadilika, kama vile ambavyo tulikuwa tunaongea hapa siku ya Jumapili, ya kwamba he is our changing God. Yeye habadiliki. Yesu wetu habadiliki. Yeye ni mwaminifu kila wakati. Ukiamka asubuhi, jua ni mwaminifu, jua ni yeye anaitwa ukweli. Ukifika mchana, jua huyu Yesu ni mwaminifu na anaitwa ukweli. Ukifika usiku, jua ni mwaminifu na anaitwa ukweli. Ukisikia ahadi zake, zishike na uamini, kwa sababu aliyekuahidi, aliyekunenea anaitwa ukweli na ni mwaminifu. Maana yake atatimiza kile amekuahidi. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna mambo Mungu huwa anatuahidi, na ukiangalia miaka imesonga, nyakati zimesonga, unajiuliza surely itakuja kutimia. Nimekuja kukuambia inaweza kuwa imechukua 20 years, imechukua 15 years, imechukua 10 years, lakini kama ni Mungu alisema, yeye maneno yake ni ukweli, kwa sababu anaitwa ukweli. Na kama ni yeye alisema, it doesn't matter, it will still come to pass, because his name is true. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Abrahamu alikuwa pale mpendwa, na amesikia hii ahadi. Mungu amemwambia kwamba nitakubariki na mtoto, na huyu mtoto atakuwa ni wa Sarai mke wako. Miaka 15 nafika pahali mpaka hata Sarai anaangalia na mwambia, mzee, nafikiria tutafute njia nyingine, tusaidie Mungu, kwa sababu ahadi zake ni kweli, atatupatia mtoto, lakini it is not necessarily by me. Pia tunaweza kusaidia Mungu katika njia nyingine. Kwa hivyo hampatie mjakazi wake, akamwambia, sasa wewe wacha nikupatie mjakazi wangu akuwe ni bibi wako wa pili, tuweze kupata mtoto kupitia kwake.
Na hilo likatendeka na wakapata Ishmaeli. Lakini baada ya hapo Mungu akamnenea Abrahamu, akamwambia, nisikize. Mimi nilikuahidi mtoto, na nilikuahidi mtoto kupitia kwa Sarai. Na kwa hivyo Sarai bado atapata mtoto. Na miaka ikaendelea. Sasa ikafika kiwango ya kwamba, na ndiposa Paulo anasema kitabu cha Warumi ya kwamba ilifika mahali like Abraham and Sarai, they were like their bodies were dead. But God raises the dead. Praise the name of the Lord. Paul anasema, the God that raises the dead. And because of this, Abraham believed against the hope. He hoped against the hope. Anatumainia kinyume cha tumaini, kwa sababu tumaini limefika mwisho. Mzee ameelekea miaka 100. Bibi yake leo kwa miaka 90. Hope against hope. Praise the name of the Lord. Amen. But his name is true. Kile ambacho aliahidi, mpaka wakati sasa malaika walikuwa wanaenda kutembea pale wakienda kuangamiza Sodoma na Gomora, wakapita pale kwa Abrahamu, akawaalika nyumbani, akawachinjia, wakakula na